Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu: maiti za wanajeshi 10 wa Uganda waliouawa Somalia na kundi la Al-Shabaab leo wamefikishwa nyumbani. Huku sakata la uhamiaji likiendelea Ulaya, hali ya uhamiaji yazidi kuwa tete baada ya kupatikana miili ya ndugu wawili katika ufukwe wa bahari nchini Uturuki. Udukuzi katika mitandao waonekana kuongezeka duniani, huku watu wakitakiwa kuwa makini, wataalamu wadai hamna namna. Katika michezo, mgombea urais wa FIFA kutoka Korea Kusini asema kuchezewa shere na maadili kukiukwa hata kabla ya uchaguzi kufanyika. Naam, hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni yako na michezo. Mimi ni Kasim Kaira nikiwa hapa London. Uganda leo inaomboleza vifo vya askari wake 12 kutoka jeshi la Umoja wa Afrika AMISOM. Askari hao 12 waliuawa katika shambulio la Al-Shabaab kwenye kambi yao huko Janale jana Jumanne. Mapema leo maiti za askari 10 kati ya hao waliouawa wamewasili nchini Uganda na kupokelewa kwa heshima ya kijeshi uwanja wa Entebbe nchini humo. Jeshi la Uganda limesema kuwa Al-Shabaab itarajie majibu makali kwa mauaji ya askari wake. Isaac Mumena ametuandalia taarifa hii kutoka Kampala. Vita nchini Somalia vimekuwa na machungu kwa askari wa Uganda. Maiti 10 kutokana na maafa ya hivi sasa zimerejeshwa Uganda. Ilihofia kuwa huenda idadi itakuwa zaidi ya hapo. Walioshuhudia walielezea mapigano makali. Jeshi linasema kuwa askari wengine 16 wamejeruhiwa. Tumeshuhudia maiti 10 kama nilivyosema. Tuna majeruhi 10, 3 wakiwa katika hali mahututi. Uganda ndiyo ilitangulia kutuma vikosi nchini Somalia mnamo mwaka 2007 kukabiliana na kitisho cha Al-Shabaab kama sehemu ya Umoja wa Afrika. Tangu hapo vikosi kutoka Burundi, Kenya na Ethiopia vikashiriki, ingawa Uganda bado ndiyo yenye idadi kubwa ya askari. Mapambano ya Jumanne yalitokea mapema asubuhi kusini mwa mji wa Mogadisho, kambi ya UPDF huko Jenare. Wanabarozi wa magharibi pamoja na walioshuhudia wameelezea jinsi Al-Shabaab ilivyovunja daraja 2 kuelekea kambi hiyo kabla ya kuingia kambi kwa muda mfupi. Kwa mjibu wa walioshuhudia tukio, askari wa Uganda waliachwa bila njia ya kukimbilia na wapweke. Mara kwa mara, ukweli wa idadi ya askari wa Uganda waliojeruhiwa inayozungumziwa na maafisa wa Uganda inahofiwa. Wengine wanasema 12 badala ya 10. Hata hivyo, wananchi wa Uganda wanaunga mkono juhudi za askari wa Uganda za kuleta amani nchini Somalia. Mimi ni Isaac Mumena, BBC Kampala. Naam, hii ni habari ambayo tunaendelea kama BBC Dira kufuatilia kwa karibu kabisa. Ni kuelezee tu kwamba ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Naam, na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Rais wa Guatemala Otto Perez Molina anakabiliwa na mashtaka ya ubadhirifu wa mamilioni ya dola kutoka mamlaka za forodha, tuhuma ambazo amekanusha yeye. Bwana Perez Molina amejiuzulu saa chache baada ya hati ya kukamatwa kwa rais huyo kutolewa Jumatano. Bunge la Guatemala linakutana ili kuidhinisha kujiuzulu kwake na kumwapisha makamu wa rais Alejandro Maldonado kama rais. Mamlaka za Ufaransa zimethibitisha kwamba kipande cha ndege kilichopatikana katika kisiwa cha Reunion mwezi Julai ni cha ndege iliyotoweka ya MH370. Waendesha mashtaka mjini Paris wamesema vipimo vya kiteknolojia vimebaini namba maalum kwenye kipande hicho inaambatana na namba na ndege aina ya Boeing 777 iliyotoweka Machi mwaka 2014.
Watu takriban 19 wameuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa katika milipuko miwili ya mabomu kaskazini mwa Cameroon. Milipuko hiyo ilitokea katika mji wa Kerawa karibu na kambi ya kijeshi na nyingine ndani ya soko. Hakuna kundi lililojitokeza kudai kuhusika na shambulio hilo. Hata hivyo, kundi la wapiganaji la Boko Haram limeshawahi kuyashambulia maeneo kadhaa katika eneo hilo. Mvutano wa wahamiaji nchini Hungary umechukua sura mpya baada ya polisi wa kuzuia fujo kulazimisha idadi kubwa ya wahamiaji wateremke kutoka kwenye treni iliyokuwa imetoka Budapest. Maafisa wa serikali wanataka kuwapeleka wahamiaji hao kwenye kambi ya muda, ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na tatizo la maelfu ya wakimbizi wanaowasili nchini humo. Lakini wakimbizi wengi wanataka kuteremka na baadhi yao wamekabiliana na polisi wakijaribu kuingia katika treni. Waandishi wa habari wameamriwa waondoke katika eneo hilo. Ghafla ufuko wa bahari katika mji wa Lehorja nchini Uturuki umepata sifa mbaya. Hivi ni vitu vya wale watu walioingia baharini kwa kupanda boti ili waingie Ugiriki, ambayo iko umbali wa kilomita 16 tu. Maelfu ya watu wamehatarisha maisha yao kwa boti ambazo hazina usalama. Polisi wamepata mili kadhaa ya watu waliozama. Miongoni wao ni mtoto pengine na umri wa miaka 2 tu. Picha zote kuhusu janga hili zinasikitisha sana. Walionusurika katika boti nyingine zilizokuwa zimejaa watu zimeweza kufika salama, lakini wengi wao ni vijana wa kiume wenye nguvu zao. Lakini kwa wale wanawake na watoto wasiokuwa na jegeti la kujiokoa, hawakuweza kufanya hivyo. Mmoja walionusurika amesema kulikuwa na watu 17 katika boti ambayo imekusudiwa kuchukua watu 10 tu. Ukingoni mwa bahari pekana miili ya Aylan Kurdi. Amefariki akiwa na kaka yake mwenye umri wa miaka 5 na mama yao. Katika wakati huu wa mshituko, polisi taratibu walibeba marehemu. Mvuvi katika eneo hilo amesema aliona miili ya watu fukweni. Hakutaka kuonesha uso wake, lakini amesema alipokuja pwani aliogopa sana. Anasema moyo wake umemuuma. Ni safari hatari kubwa sana, hasa ukiwa na watoto. Hata hivyo, hili haliwazuii maelfu ya watu kutaka kuvuka bahari. Wanakimbia fujo za Syria, wakitumainia kwamba hali Ulaya itakuwa bora zaidi kuliko hivi. Mguu wa Khalid Iqbal uliripuliwa na bomu nchini Syria. Halafu akakimbilia Lebanon, lakini hakuweza kuangalia familia yake ya watu 7. Nataka kufika Ulaya, nataka maisha bora na elimu kwa watoto wangu. Kauli kama hiyo tumekuwa tukisikia mara nyingi kutoka kwa mamia ya watu wanaotaka kuja Ulaya. Suluma Kasim, BBC. Naam, na sasa tunaungana moja kwa moja na Captain Ahmed Omar, mkazi wa Flensburg huko Ujerumani, mji ulio kaskazini mwa nchi hiyo. Karibu sana Bwana Ahmed. Tunajua kuwa Ujerumani wamekuwa wazi na tayari kuwapokea wahamiaji. Je, hapo Flensburg hali iko vipi? Hapa Flensburg hali mjini wa Flensburg tuko about 3,000 people here. Na kuna wakimbizi kiasi 1,000 kwa small town, lakini hapa ndopovoona private people, watu wa nyumbani, watu wa kawaida wanasaidia sana wakimbizi, chakula, madaktari, pension daktari wako wote nje sasa. Polisi pension wako nje sasa, wanachukua kazi kuwasaidia wakimbizi kutoka Syria. So Syria tu, wa Eritreans, Nigerian, Boko Haram wanotoka wamejaa hapa, na a lot of refugees wako. Lakini ndo nasema kuwa the main thing hapa ya constitution ya Ujerumani wanasema kwa kuheshimu human dignity, yani heshima ya binadamu. Sasa Bwana Ahmed, nakusikia kwamba unasema hapo Flensburg watu wamepokea kwa mapokezi mazuri, lakini hisia za watu kwa ujumla kwa wahamiaji iko vipi, tukilinganisha kwamba tulisikia maandamano wiki iliyopita kwenye kituo cha kuchunga wahamiaji? Hisia kwa ujumla utasema ikwaje? Kusema ziko some groups wanasema mambo ovyo, lakini watu wanajua. Lakini most
watu wengi zaidi hapa Ujerumani wana defend hawa nini, wanatetea haki za wahamiaji hao. Na sasa Captain Ahmed, unadhani ni kwa nini Ujerumani, labda tofauti na mataifa mengine kama Uingereza mfano, ndio inayoonekana kuwapokea wakimbizi kwa mikono miwili? Hapa mnajua history ya Ujerumani 70 years ago, walikuwa vile Ujerumani after the war wamekimbia kila pahali. Sasa those all people, mimi hapa na jirani yangu kaona wakimbizi hana pahali pa kulala, kachukua katika nyumba yake, mpaka umepata from the this Red Cross kuwasaidia na kuwapeleka pahali wazuri wakajiregister. So things the history na ile constitution nao wamefahamu, na most of the people hapa sasa hivi, for example, kama mji mmoja wa Kiel karibu yangu wana 3,000 watu privately ambao wamekuja kusaidia. Asante sana Captain Ahmed Omar, hapo ukiwa ni mkazi wa Flensburg ambapo mmepokea wahamiaji, umesema takriban 3,000. Shukran sana kabisa kwa maelezo hayo. Na muda si muda, katika mtiririko wa makala yetu maalum kuhusu hali ya barabara barani Afrika, tutakupeleka Senegal kwa Car Rapide, tukiangalia usafiri wa basi na tamaduni ya miongo kadhaa inayotishiwa kutoweka. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasim Kaira, na unaweza kunifuata kupitia Twitter yangu @Kaira2000 na kungojea. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasim Kaira. Habari kuu usiku huu. Uganda leo inaomboleza vifo vya wanajeshi wake 12 waliomo katika jeshi la muungano wa Afrika AMISOM. Askari hao 12 waliuawa katika shambulio la Al-Shabaab kwenye kambi yao huko Janale nchini Somalia jana. Maelfu ya watu wamekuwa wakikimbia vita na umaskini, wakihatarisha maisha yao ili kutafuta maisha bora. Lakini hatari kubwa imeibuka zaidi baada ya kupatikana miili ya ndugu wawili wadogo sana katika ufukwe wa bahari nchini Uturuki. Wao walikuwa miongoni mwa kundi la watu waliokuwa wakijaribu kufika nchini Ugiriki. Udukuzi mkubwa uliotokea katika wavuti wa Ashley Madison umeyalazimisha makampuni duniani kote kuchunguza upya usalama wao katika mtandao, huku taasisi za sheria zikiwa mbioni kuwasaka wadukuzi. Lakini kwa mujibu wa aliyekuwa kachero mwandamizi wa FBI alipoongea na BBC, inaelekea polisi wamechelewa sana katika kupambana na uhalifu katika mtandao. Ali Saleh ana maelezo zaidi. Hizi si hekaya za kisayansi, bali ndiyo dunia yetu ilivyo karne 21. Hapa katika jimbo la California, wapo kwenye upeo wa taaluma ya usalama katika mtandao, wakitumia mfano wa ramani hii ya mamilioni ya kompyuta kuwasaka wadukuzi. Unapoandika katika Facebook, Google na Twitter, huwezi kujua nani anakuangalia. Jamaa huyu anayeongoza mapambano dhidi ya wadukuzi anasema watu wanapaswa kuwa na wasiwasi. Ikiwa unatumia huduma ya bure katika internet, unakuwa bidhaa. Kama utaweka kitu katika internet, hakikisha kwamba bibi yako na wajukuu wako hawataona aibu kukiangalia. Kwa wateja wa mtandao wa Ashley Madison, ushauri huo umechelewa sana, lakini hao ndio waathiriwa wa hivi karibuni kabisa. Wachuuzi, mahoteli, hata hospitali zimedukuliwa. Hivi hapa jina langu, anwani, tarehe ya kuzaliwa, namba ya bima ya jamii na rekodi yangu ya kimatibabu. Ernestine Lona alikuwa akitibiwa saratani katika hospitali moja ya California alipoelezwa kwamba data zake zimedukuliwa pamoja na za wagonjwa wengine 500,000. Huku ni kuingiliwa kupita kiasi. Nimekuwa mgonjwa huko tangu mwaka 2008. Wanazo taarifa nyingi tu kunihusu. Nimefanyiwa upasuaji mara kadhaa huko. Ni taarifa za kibinafsi sana. Wengi wameathirika, lakini ni wachache tu walioshtakiwa. Kwa nini? Kachero mwandamizi huyu wa zamani wa FBI anasema sheria inalegalega. Katika dunia yetu ya leo, inadhaniwa mshukiwa atakuwa ni mtu mwenye laptop inagharimu $500 akiwa na mawasiliano ya internet, yaani takriban watu bilioni 1.5.
Kadri maisha yetu yanavyozidi kuwa mitandaoni, ndivyo hatari zinazidi kuongezeka. Ali Saleh, BBC. Magari ya abiria yanayojulikana kama Car Rapide ambayo huwa ya rangi ya samawati na manjano ndio usafiri maarufu sana nchini Senegal. Ni mojawapo ya nembo muhimu za nchi hii wakati itachukuliwa kuwa sehemu ya maonyesho katika jumba la makumbusho la Museum of Man nchini Ufaransa. Nyumbani Senegal kwenyewe, magari haya yatatoweka kabisa katika barabara na nafasi yake kuchukuliwa na mabasi yatakayoagizwa kutoka bara Asia. Mariam Omar anaarifu zaidi. Magari haya yamekuwa katika barabara za Senegal kwa zaidi ya miaka 50, lakini yameota kutu na yamechoka sana ukiangalia. Yanachukuliwa na vyombo vya utawala kuwa yanaleta uchafuzi mwingi wa hali ya hewa na vile vile ni hatari sana. Yatatoweka kabisa kutoka barabara za Senegal kufikia mwaka 2018. Msongamano wa magari nao unachochea zaidi hali kuwa mbaya. Wateja wa Car Rapide inabidi waamke mapema sana ikiwa wanania kufika kazini ama shuleni kwa wakati. Lakini haya magari bado ndio njia pekee ya usafiri wa umma unaoaminika, hasa wakati wa msimu wa mvua. Hii ndio njia nafuu kwa bei ya usafiri, malipo yakiwa ni nusu ya dola. Katika karakana kama hizi, mafundi huhakikisha kuwa magari mazee yanadumishwa na vile vile kubaki katika hali ya kutumika. Baadhi ya sehemu zinazotumika kurekebisha magari haya huundwa hapa hapa. Ikiwa basi ni zee, linapaswa likarabatiwe, lipakwe rangi na kufanywa maridadi lipendeze. Na hili linawavutia wateja. Ni muhimu ikiwa unataka kuliuza, unaweza kuliuza haraka. Michoro inayochorwa katika magari haya huonesha utamaduni wa Senegal. Baadhi ya michoro ni ya kidini ama michezo, hasa soka. Mariam Omar, BBC. Naam, Chris Froome, mshindi mara 2 wa mashindano ya Tour de France, alitazamiwa kuvuma pia katika mashindano ya Vuelta Uhispania. Lakini sivyo, nini kilifanyika? Tutakujulisha taarifa hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo baada ya muda mfupi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na bado uko nami Kasim Kaira. Tafadhali usiondoke. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na bado uko nami Kasim Kaira. Katika taarifa za michezo, tajiri mkubwa wa bilionea Chung Moon-jun ambaye zamani alikuwa ni makamu wa rais wa FIFA na aliyepewa heshima ya kuongoza shirikisho la soka la Korea ya Kusini hadi sasa, amelaumu shirikisho la soka la Asia AFC kwa kuvunja sheria na maadili ya utaratibu wa uchaguzi wa rais katika shirikisho la kimataifa la soka FIFA. Katika mkutano na waandishi wa habari leo mjini Seoul, Chung amesema shirikisho la Asia limekuwa likiwatumia barua mataifa wanachama likiwahimiza kumpigia kura Mfaransa Michel Platini uchaguzi utakapofanyika tarehe 26 Februari mwaka ujao. Chung tayari amewasilisha nakala za barua hiyo kwa mwenyekiti wa kamati ya FIFA inayohusika na maadili. Barua hii ni fomu inatakikana kujazwa na shirikisho la soka la taifa na kumuunga mkono mgombea Michel Platini, na ikiwa na anwani ya katibu mkuu wa FIFA. Ina kichwa na nanukuu, pendekezo na kuunga mkono ugombeaji wa bwana MP Michel Platini, madaraka ya rais wa FIFA. Nia ya barua inaelezwa kama kumuunga mkono bwana MP katika uchaguzi wa rais wa FIFA wakati wa kikao kikuu cha mwaka 2016. Timu ya taifa ya soka ya Libya jana ilifanya mazoezi yake mjini Cairo, Misri, ikijiandaa kwa mechi yake dhidi ya Cape Verde siku ya Jumapili. Awali ilifanya mazoezi yake nchini Uturuki. Imekuwa ikijiandaa kwa mechi ya kufuzu kwa nia ya kushirikishwa katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2017. Mechi hiyo itachezewa Cairo kutokana na ukosefu wa usalama nchini Libya. Kwa hivi sasa Libya inashikilia nafasi ya 3 katika kundi lake baada ya kushindwa na Morocco bao 1-0 mwezi Juni. Cape Verde inaongoza kundi kutokana na wingi wa magoli. Baadhi ya mechi nyingine mwishoni mwa wiki ni Tanzania kucheza dhidi ya Nigeria, Kenya kupambana na Zambia, Comoros icheze na Uganda, Burundi ikutane na Niger, Rwanda itacheza na Ghana, Kenya icheze na Zambia na CAR itakutana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Bingwa mara mbili wa mashindano ya kuendesha baiskeli ya Tour de France, Chris Froome amejiondoa katika mashindano ya Uhispania Vuelta a España kutokana na ajali aliyoipata jana katika mkondo wa 11. Picha za X-ray zinaonyesha kwamba mwanamichezo huyo wa Uingereza mwenye umri wa miaka 30 alivunjika mfupa wa mguu alipogonga kizuizi katika milima ya Pyrenees. Kama Froome kutoka timu ya Sky angelifanikiwa kuwa mshindi katika mashindano haya ya Hispania, angelikuwa ni mtu wa tatu tu kuweza kufanikiwa kuwa bingwa wa Tour de France na vile vile Vuelta mwaka huo. Na ni hayo mpaka sasa katika michezo, lakini tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu, na ni kuhusu usalama mitandaoni. Na tumewauliza, je, unawajibika vipi mitandaoni? Na je, umechukua hatua gani kuhakikisha usalama wako kwenye wavuti? Zuber Magwe wa Mpanda anasema, nitahakikisha nabadilisha namba zangu za siri mara kwa mara. Pili, nitafuatilia kwa wenye mamlaka ili wafahamike ni akina nani wamefanya huu mchezo mchafu ili sheria mpya ya mitandao ifanye kazi yake. Naye Zakaria Mapinda wa Shinyanga anasema, nipo makini sana na hii sheria ya mitandaoni na hakikisha nafuata masharti yaliyowekwa. Naye Charuzi Veneno wa Dar es Salaam anasema, najitahidi hasa kuelimisha wale wenzangu wanaotoka nje ya maadili. Na ninaona hapa niliotumiwa pia kutoka kwa kupitia Twitter yangu mwenyewe. Anasema Awami Hassan anasema, na mimi pia nimetumia namba nyingi nimetumia namba nyingi na herufi nyingi, na kwa hivyo ni vigumu sana kuingilia ama kuweza kupata password yangu. Kumbuka na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook au Twitter. Pia kupitia mtandao wetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Hapa utapata taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na katika Facebook pia utaweza kutuma maoni yako na vile vile kuona taarifa mbalimbali ikiwa pia ni pamoja na maoni ya watazamaji. Na Twitter pia unaweza kunifuata, ni Kaira2000 @Kaira2000. Nifuate tuendeleze mazungumzo haya kuhusu usalama wa mitandaoni. Naam, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, kwa mukhtasar taarifa kuu usiku huu. Uganda leo inaomboleza vifo vya wanajeshi wake 12 waliomo katika jeshi la muungano wa Afrika AMISOM. Askari hao 12 waliuawa katika shambulio la Al-Shabaab kwenye kambi yao huko Jenale nchini Somalia jana. Maelfu ya watu wamekuwa wakikimbia vita na umaskini wakihatarisha maisha yao ili kutafuta maisha bora, lakini hatari kubwa imeibuka zaidi baada ya kupatikana miili ya ndugu wawili wadogo sana katika ufukwe na bahari nchini Uturuki. Wao walikuwa miongoni mwa kundi la watu waliokuwa wakijaribu kufika nchini Ugiriki. Na hatimaye, vitu vinavyovutia machoni ni vingi, na hasa kihabari. Sio kila siku tunamuona rais akicheza mziki, hasa kukiwa hakuna uchaguzi unaotarajiwa. Lakini angalia hapo, Rais Obama hana shida na mziki wala kutarajia uchaguzi mwingine. Hapa alikuwa eneo la Alaska ambako amekuwa akipigia debe juhudi zake za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, yaani climate change. Na ipi njia bora kabisa kama kuwahusisha watoto, na amefanya hivyo kwa kutoa hotuba na kisha kimziki, na sio mchezo kabisa. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Alamsiki.